Tanzania waweze kuelewa kwamba wanayo nafasi, hakuna nafasi ya kwenda kuvuruga nchi, kuna nafasi ya kwenda kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani. Na hilo linawezekana, na huu ndio wakati mwafaka kabisa. Jambo la pili, ndugu zangu, ambalo nitaka tuliongelee. Mimi kama mgombea nimezungumza mambo mengi ambayo yanahusiana na maendeleo ya nchi. Lakini kama rais wa nchi nimeona leo tuzungumze swala linalohusu mambo ya ardhi na mipango miji. Mimi nikiwa mwanataaluma ya mipango miji katika sekta ile na mbobezi wa mambo hayo, nataka tu niwaambie kwamba miji yetu ya Tanzania haijakaa sawa. Ardhi yetu ya Tanzania haijapangwa ipasavyo, na kuna migogoro mingi ya ardhi ya wakulima na wafugaji, kuna migogoro ya hifadhi na wananchi wa kawaida. Mijini huku ndo usiseme makazi holela, habari za hati kutoka zimekuwa ni misamiati, ni vurugu tu kwenye mambo ya ardhi. Kimsingi Wizara ya Ardhi kwa sasa haina mwelekeo na haijui hata inachokifanya. Ndio maana utakuta mambo yamekaa ovyo ovyo tu, karibu kila mahali migogoro na nini. Na kimsingi mambo ya ardhi na migogoro yake iliyo mingi inasababishwa na wizara yenyewe ya ardhi, na wala sio kwamba inasababishwa labda na wananchi. Matatizo mengi yako kwenye utendaji wa serikali yenyewe. Kwa sababu inapofika mahali unakuta mtu labda kiwanja kimoja kimepewa watu 3 4, hilo sio tatizo la waliopewa, ni tatizo la wenye kumbukumbu ambayo ni watu wa serikali wenyewe. Sasa mimi nasema kipaumbele changu kwenye hili ni kwamba Tanzania yote tutaipanga vizuri na ikae vizuri ili kuepusha hii migogoro. Kwa sababu mimi mwenyewe sasa ni mtaalamu wa mambo hayo, hilo nafikiri litakuwa sio tabu kabisa kwangu na litakaa vizuri zaidi. Miji yote itapangwa vizuri na itapimwa vizuri, na kila mmoja atahakikishwa kuwa na hati yake na eneo lake, na mambo yatakaa vizuri. Hilo naliweza vizuri sana. Sasa kipaumbele tutakiweka kwenye miji 5 katika Tanzania hii. Miji 5 hiyo ni mmoja wapo ni mji wa Mbeya. Mji wa Mbeya ni moja ya miji ambayo imekaa ovyo ovyo kabisa. Ina barabara moja tu kubwa ambayo ni amana. Ni hii ya kutoka Dar es Salaam kwenda Zambia. Moja tu, sehemu zingine zimekaa ovyo ovyo sana. Si hadhi ya mji ambao inatakiwa ya jiji kama la Mbeya. Tutafanya utaratibu wa marekebisho ya mji huu na mji wa Dodoma, mji wa Mwanza, Dar es Salaam na Arusha. Kwa hiyo miji itakuwa ni miji ya kipaumbele kwenye serikali ya Chama cha Wananchi CUF. Tutahakikisha tumeifumua na kuipanga upya bila kujali huko kuliko jengwa holela, kwa sababu ujenzi uliofanyika ni ujenzi ambao ni holela sana. Unafanya usimamizi wa miji kutokuwa sawa, unafanya magonjwa kama vipindupindu, maji machafu yakose pa kwenda, watu wakae kwa kugombania vimipaka vidogo vidogo, watu wasipate huduma ambazo ni stahiki. Mtu akitaka kuvuta hata umeme inabidi nyaya za umeme zipite juu ya nyumba ya mtu. Maji yanapita sehemu, mabomba yakishaka katika yanaingia sehemu kwenye mitaro, yanakusanya maji machafu, alafu baadaye mtu mwingine anakwenda kufungua maji anataka kutumia. Kwa hiyo nataka miji hii 5 yenyewe nitaipa kipaumbele cha aina yake, kuipanga upya, kufumua na kuongeza barabara mpya na kupanga upya kwa ujumla wake hii miji 3. Na uwezekano huo upo. Mji wa Mbeya unaskwata sana, umekaa vibaya sana mji wa Mbeya, hauna pa kufumulia. Sehemu zilizopangwa ni chache sana. Mwanza vivyo hivyo, watu wanapokuwa milimani kule, mvua zikinyesha wanafungulia maji machafu yanashuka chini, vipindupindu haviishi. Dar es Salaam vile vile, Arusha vile vile. Dodoma ni makao makuu, panatakiwa papendeze. Miji yetu inatakiwa kuwa ya kisasa, ambayo inatakiwa mtu akiingia anasema kwamba naam, nimefika huku kwenye nchi ambayo watu ni wastaarabu na miji yao ni ya kistaarabu na inasolve matatizo ya kijamii ambayo yapo. Sasa kwa taaluma yangu kama afisa mipango miji, sitakuwa rais ambaye nitaweza kuacha miji ikae ovyo ovyo. Nitahakikisha imekaa vizuri, nyumba nyingi zitajengwa kwa ajili ya kuhakikisha wala ambao watakutwa labda katika utaratibu wetu wa kupanga miji, watakutwa katika miundombinu ya barabara, watajengewa nyumba na kupewa nyumba sehemu nyingine, jambo ambalo tutalifanya haraka sana. Ndani ya miaka 5 tutakuwa miji hii yote imeshakuwa ya kutolea mfano katika Afrika. Kwa hiyo hilo tutalifanya sana, na nitahakikisha kwamba migogoro ambayo inajitokeza kwa sababu tu ya kutokuwa na utendaji kazi mzuri wa Wizara ya Ardhi unakwisha. Nitahakikisha nimefanya reform za kutosha
katika sekta ya ardhi. Kwa sababu sekta ya ardhi, matatizo yote unayoona ya ardhi, 99% yanasababishwa na serikali yenyewe, sio wananchi. Nimeshawaambia hilo. Mimi nimeshakuwa afisa mipango miji kwa miaka 10, nimekuwa mkurugenzi wa halmashauri kwa miaka 2. Kwa hiyo naelewa ninachokiongea ukizingatia na taaluma yangu. Wizara ya Ardhi imeshindwa kufanya kazi ambayo inapaswa kuifanya. Wafanyakazi wake ni miungu watu. Ni watu ambao ukienda kwenye kupata huduma zao pale, utafikiri unakwenda kutafuta roho ili uweze kuishi. Kumbe unatakiwa kwenda kupata huduma. Kwa hiyo nitarekebisha ili Wizara ya Ardhi iweze kukaa vizuri kabisa na kuhakikisha kwamba nchi imepangwa vizuri na miji mingine midogo midogo yote itakaa vizuri. Kwa sababu wataalamu wa mipango miji, wapima na watu wa ardhi, tutawaajiri wote waliopo watakao kubali kuajiriwa, na tutashirikiana na haya makampuni binafsi kuhakikisha nchi nzima na senta zote za Tanzania zimepangwa na kupimwa. Na wafanyakazi hawa watapelekwa kwenye ngazi ya kata. Watakao ajiriwa wote watapelekwa kwenye ngazi ya kata, na upangaji wa miji na senta zote zitafanyika kwenye ngazi ya kata. Hatutafanyia tena kwenye ngazi ya majiji au ngazi ya wilaya. Kazi hii itafanywa kwenye ngazi ya kata, kwa sababu tunajua wazi kabisa kwamba kwenye ngazi ya kata upimaji na upangaji ukifanyika kule ni kwamba migogoro itakuwa ni midogo, kwa sababu watu kule wanafahamiana. Hatoki mtu wilayani kwenda kwenye kijiji ambacho hajui watu wake halafu akaenda kuanza kufanya kazi kule. Wakiwa wanafanya kazi pale pale, watahakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri. Na kwamba kwa sasa Wizara ya Ardhi imetengeneza utaratibu wa kwamba watu hata wanapotaka kuuziana ardhi na nini wamewanyang'anya mihuri wa watu ambao ni wenye viti wa mitaa na serikali za vijiji, ambao kwangu mimi naona ni swala ambalo ni kosa, kwa sababu watendaji wa vijiji hawawezi kujua maeneo ambayo wanapelekwa. Maana anaweza akahamishwa pale leo, watu wakaja mtu kuja kuuza eneo ambalo sio la kwake na yeye ni mgeni siku hiyo, akafika pale anatakiwa yeye ndio ashuhudie mauziano yale. Si sawa. Mimi nitarudisha mihuri yote kwa wenye viti wa vijiji na mitaa, ndio washuhudie hayo mauziano na kushirikiana na wataalamu ambao tutawapeleka kwenye kata na kwenye ngazi za vijiji katika kupanga na kupima na kuhakikisha matumizi ya ardhi yanakaa vizuri, kwa sababu wenye viti wanakaa na wale watu na wanafahamu kila kinachoendelea pale na wale hawahamishwi. Kwa hiyo umuhimu wao ni mkubwa, kwamba kama ni historia ya eneo analijua vizuri, kama ni historia ya nini anakijua vizuri. Kwa hiyo tutasaidia sana kuondoa migogoro kuliko kutumia watendaji ambao ni wa serikali, anaweza kuwepo leo kesho akaondoka na asijue historia ya jambo lenyewe linavyokwenda. Kwa hiyo mimi nitarudisha huo utaratibu wa kushuhudia mauziano ufanywe na wenye viti wa vijiji, vitongoji na mitaa, kwa maana ya kwamba wale wanajua maeneo husika yatakavyokaa. Jambo la tatu ambalo nitaka tuzungumzie